inajitengeneza. Ngoshomuru wagai. Vile hiyo madhabahu huwa inainuka. Amen. Ili kwamba unajua watu wanasema kwamba bomoa madhabahu ya kwenu, bomoa madhabahu ya sijui ya wapi ya shosho. Lakini wewe ni madhabahu ambayo wewe mwenyewe huyajui. Lakini mimi nataka nikufunze jinsi ya kuzuia kutengeneza madhabahu. Ngoshomuru wagai. Na nataka tukaweze kuangalia habari ya mtu alikuwa anaitwa Daudi. In the book of 2 Samuel, Samuel wa pili, as verse number 11. 2 Samuel 11. Tutaenda tukiruka kwa jeni maandiko marefu, lakini kwa pia nataka tukaweze kupata ile content ama ile jambo ama ile funzo tunataka kupata mahali pale. Kwa hivyo nitaomba mtumishi John aweze kunisomea Samuel wa pili chapter number 11. Tuanzie hapo tukienda mstari. Tutaenda tuko haraka. Samuel wa pili 11. Hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya, wakati watokapo wafalme kwenda vitani, Daudi akampeleka Yoabu na watumishi wake pamoja naye, na Israeli yote wakawaangamiza wana wa Amoni, wakauhusuru Raba. Lakini Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu. Ikawa wakati wa jioni, Daudi akaondoka kitandani, akatembea juu ya dari ya jumba la mfalme. Na alipokuwa juu ya dari, aliona mwanamke akanaoga. Naye huyo mwanamke alikuwa mzuri sana, wa kupendeza macho. Naye Daudi akauliza habari za yule mwanamke. Mtu mmoja akasema, "Je, huyu si Bathsheba binti Eliamu, mkewe Uria Mhiti?" Basi Daudi akapeleka wajumbe akamtoa, naye akaingia kwake, naye akalala naye, maana yule mwanamke amekwisha kutakasika unajisi wake. Kisha akarudi nyumbani mwake. Amen. Agoshomuru wagai. Tutafikisha hapo kwa ajili hapo. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo maandiko yanaelezea kuhusu mfalme Daudi. Na wakati mfalme Daudi Biblia imesema alikuwa ametuma wanajeshi wakaweze kwenda vitani. Na Daudi akaweza, siku hiyo Daudi hakwenda kwenye vitani, aliweza kupumzika katika nyumba yake ya ufalme. Na alipokuwa katika ile nyumba, maandiko yanasema alipotoka kulala akatoka nje. Sijui kama unajua vile nyumba za kifalme zilikuwa zinatengenezwa. Akatoka kama balcony. Na alipotoka mahali pale, akaweza kuona mwanamke aliyekuwa mahali pale chini alikuwa anaona. Sifiwe Bwana. Maandiko inasema Daudi akatuma watumishi wake, akaweza kuwauliza, niambieni yule mwanamke aliyo mahali pale ni nani? Maandiko inasema wakaweza kumwambia, huyo ni Bathsheba mke wa Uria aliyekuwa Mhiti. Maandiko yanasema Daudi akatuma watumishi wake wakamwendea Bathsheba, naye akaja kwenye nyumba ya Daudi akaweza kulala. Maandiko kwa ajili ya wakati tutasoma sana, lakini hapo chini nasema basi naye Bathsheba akaweza kupata mimba. Maandiko inasema wakati alipata mimba, akaweza kutumana kwa mfalme aende kumwambia kwamba ako na mimba. Na wakati Daudi aliweza kusikia kwamba Bathsheba ako na mimba, na Uria aliyekuwa ni mmoja wa wanajeshi wake alikuwa kule vitani, na kwa hivyo akaweza kuachilia watumishi, akasema, "Heneni muende muite Uria ili aweze kuja." Nitakuitwa off. Akaweza kuitwa kwenye off ili aje. Lakini kile Daudi anafanya hivi ni ili Uria wakati atatoka kule kwenye vita, akija ataweza maana Biblia inasema wakati Uria alikuja, Daudi akamwambia, "Basi nataka ukaweze kwenda nyumbani ili uweze pia kupata nafasi ya kupumzika." Lakini Daudi anataka haya mambo yafanyike ili wakati ule Uria atakapokwenda kule nyumbani anaweza kulala na bibi yake, basi ataamua mimba ni ya nani. Hiyo kudiga na kutinaje. Asifiwe Bwana. Yeye Uria aje kudiga no. Agoshomoro wagai. Daudi anataka Uria aende kule nyumbani ili mimba ibague ni ya nani? Lakini ni ya nani? Kwa hivyo maandiko inasema akaweza kupea Uria aende kule nyumbani. Lakini maandiko inasema Uria hakuenda nyumbani. Alienda huko kwenye nyumba ya mfalme.
Sasa wakati ilipokuja mfalme akapatana na Uria, akamwambia kwani haukwenda nyumbani? Akamwambia hapana, mimi ninataka kurudi kule vitani. Hakuenda. Kwa hivyo Daudi akaona hiki ni kiaruba. Asifiwe Bwana. Kile alifanyaje? Basi akaweza kuita wakuu wa wanajeshi, akamwambia kwamba mtu huyu atakaporudi kwenye vita, mpeleke mahali vita imechacha sana, aweze kuuliwa mahali pale. Asifiwe Bwana. Maandiko inasema Uria akarudi kule vitani, na aliporudi kule vitani akaweza kupelekwa mahali vita ilikuwa imechacha sana. Biblia inasema Uria akaweza kuuliwa mahali pale na akaweza kufa. The book of chapter 2 Samuel chapter number 12 inasema hivi, basi Mungu akaweza kuachilia mtumishi wake. That is the book of 2 Samuel chapter number 12. Akaweza kuachilia nabii Nathan aweze kwenda katika nyumba ya mfalme. Akoshomorwagai. Nataka tunafunza na kufunza kuhusu kuinua madhabahu, ama vile madhabahu huwa inainuliwa katika maisha ya mwanadamu, ili wakati mtumishi atakuwa anakuambia ubomoe madhabahu ya kwenu, utakuwa unaelewa ni nini anasema. Nataka uangalie hapa. Daudi amelala na mke wa Uria. So he has committed an adultery. Hiyo ni dhambi ya kwanza ameweza kutenda. Kwa hivyo akaweza kuinua madhabahu ya uzini ama adultery katika nyumba yake. Ya pili, Daudi akaweza kuinua madhabahu ya kifo. Maana aliweza kuua Uria kwenye vitani. Maana alisema aweze kupelekwa mahali vita ilikuwa imechacha. Kwa hivyo akainua madhabahu ya kifo katika nyumba yake. Nataka tukaweza kuona vile madhabahu huwa inainuliwa. Kwa hivyo maandiko inasema chapter number 12, Mungu akaachia Nathani aweze kwenda katika nyumba ya Daudi. Alipokwenda kwa Daudi akaweza kumpa Asturi, akamwambia kwamba kulikuwa na watu wawili katika kijiji kimoja. Sitaki tusome maana ni maandiko marefu. Na watu wale wawili, kulikuwa na tajiri na maskini. Tajiri alikuwa na ng'ombe nyingi na mbuzi nyingi. Naye maskini alikuwa na kabuzi kamoja. Na imagine kale kabuzi ndio alikuwa anakaa nako, hata alikuwa ni kama amekafanya, hata mahali alikuwa analala ndipo alikuwa kanalala. Maandiko yanasema Daudi ule tajiri akawa siku moja kuna mgeni aliyemtembelea. Na wakati mgeni alimtembelea, akaweza ili kutengeneza karamu kwa ajili ya mgeni. Maandiko inasema ama nadhani akamwambia kwamba kile ule tajiri alifanya, badala achukue mmoja katika zizi lake, alienda akanyang'anya maskini kale kabuzi kake kamoja. Daudi akasema, mtu huyo ako wapi? Nikamshika nikuuawa, angeuawa na akalipa mtu yule mara 4. Nadhani akamwambia Daudi, wewe ni huyo mtu. Ulichukua bibi ya Uria, na Uria alikuwa tu na huyo bibi mmoja. Akamwambia, imagine vile nilivyokupigania kutoka kwa adui yako Sauli. Nimekubariki na mali, nimekubariki. Hata kama haungekuwa umetosheka, nimekuongeza wengine. Mungu akakasirika sana. Let us read the book of verse 11 12 verse tuanzie mstari wa 9. Second Samuel 12 tuanzie mstari wa 9, tutateremka mpaka mstari wa 15. Tutasoma haya maandiko. Kwa nini umelidharau neno la Bwana? Ati kwa nini Daudi anaulizwa na kwa nini umedharau neno la Bwana? Na kufanya yaliyo mabaya machoni pake? Umempiga Uria. Ati umempiga Uria Mhiti kwa upanga. Nawe umemtoa mke ayo mke wako. Nawe umemuua huyo kwa upanga wa wana wa Amoni. Basi sasa upanga hautaondoka nyumbani mwako. Hebu sikiza vile Mungu aliambia Daudi. Basi sasa upanga hautaondoka katika nyumba yako. Ati ruhiurwajora rutikehera nyumba yako. Karuhiurwajora rudikana yako. Ruhiurwajora ni wabara. Sasa Mungu ameambia Daudi, upanga hautaondoka katika nyumba yako. Na amen.
upanga nawe umemua huyo kwa basi sasa upanga hautaondoka nyumbani mwako, kwa sababu umenidharau ukamtoa mkewe Uria Mhiti kuwa mke wako. Basi Bwana asema hivi, angalia, nitakuondokesha uovu katika nyumba yako. Hebu sikiza sasa, nitakuondokeshea uovu katika nyumba yako. Sikiza vile Daudi ameambia, vile Mungu ameambia Daudi ati nitakuondokesha uovu wote. Wacheni niwaambie, unaweza kutenda dhambi, unaweza kuwa mtu hapo nje, ukija kwenye madhabahu Mungu akusamehe. But I want to tell you, in life everything you do has a consequence. Haijalishi kama umezini, umeua, umetamani ama kile kitu ambacho kibaya umekifanya. Lakini ukija kwa Mungu atakusamehe, but you must receive the consequence. Hebu sikiza vile Mungu anaambia Daudi, ati nitakuondokesha uovu wote. Nami nitatoa wake zako mbele ya macho yako. Hebu sikiza. Nami nitawaoa wanawake wako, nitawaondoa na kumpa jirani yako. Ati wake wako wewe Daudi nitawachukua, nitawapea jirani, naye atalala na wake zako mbele ya jua hili. Sadikiriria ati nakiaga akomana atumia acio iwalile lialite. Maana wewe ulifanya jambo lile kwa siri. Hebu sikiza. Ati maana wewe Daudi ulitenda hilo jambo kwa njia ya siri, bali mimi nitalifanya jambo lile mbele ya Waisraeli wote. Ati na mimi nitalifanya Israeli wote na mbele ya jua. Na mbele ya jua watu wote wakiona. Daudi akamwambia Nathani. Daudi akamwambia Nathani, nimemfanyia Bwana dhambi. Nathani akamwambia Daudi, Bwana naye ameiondoa dhambi yako. Hebu sikiza hapo, sikiza hapo. Hutakufa. Ati amemwambia aje Daudi, ati wakati Daudi amenyenyekea, ameambia kwamba nimezini mama, nimekosea Mungu. Naye Nathani amemwambia Mungu amekusamehe, lakini Bwana ameiondoa dhambi yako, hutakufa. Ati tadikiriria gainia kurekera mehia maku na ndugukua. Lakini tadikiriria kwa tendo hili umewapa adui za Bwana nafasi kubwa. Ati na tondu ucio watomago cia Ngai ciego cidie ni tondu wondu ucio weka ri. Adui za Bwana nafasi ya kukufuru. Igwe mtoto atakayezaliwa kwako. Tadikiriria mwana ule ugaciarwo wa mbere. Uyu mwari Daudi na mutumia wa Uria, hakika yake atakufa. Hakika yake atakufa. Kisha hapo. Amen. Nimekuambia Daudi kile kitu kimoja alifanya, aliinua madhabahu ya kifo katika nyumba yake. Sasa Mungu amemwambia mtoto atakayezaliwa wa kwanza atafanya nini? Madhabahu ya kifo inaanza kutawala katika nyumba ya Daudi. Agoshomuruanga. I'm telling you how generational curses are created. Sasa madhabahu ya kifo imeinuka katika nyumba ya Daudi. Sasa mtoto atakayezaliwa, Biblia inasema alikufa, aligojeka, akafa. Agoshomuruanga. Nataka tuendelee kuona vile madhabahu hii ilikuja kusumbua nyumba ya Daudi. The book of 2 Samuel chapter 13. Daudi alitusoma utaandika. Daudi alikuwa na wake wawili, na hao wake walikuwa na watoto. Mke wa kwanza na mke wa pili. Kuna mtu alikuwa anaitwa Amnon, alikuwa ni wa mke mmoja. Na kuna mtu alikuwa anaitwa Tamari, alikuwa ni msichana, alikuwa ni wa nyumba nyingine. Amnon alikuwa kijana, lakini Tamari alikuwa msichana, alikuwa wa mke huyu mwingine. Absalom alikuwa ni dada, ni ndugu ya Tamari. So Absalom and Tamar were sisters, and then Amnon was from the other wife. So the Bible says Amnon akatamani kulala na Tamari ambaye ni dada yake. Akoshukuru Hagai. Amen. Na maandiko inasema akaweza kusumbuka sana kwa akili mpaka akaweza kuwa mgonjwa. Biblia inasema Daudi akamuuliza, "Je, unatakaje?" Akasema, "Mimi nataka niweze Tamari aje aweze kunipikia chakula, anaweza kunipikia chakula kizuri nami nitapona. Najua kwamba kwa hakika nitapona." Kwa hivyo Tamari yeye akaja, maana maandiko inasema alikuwa ni bikira, akaingia katika nyumba ya Tamari, ya Amnon, akaweza kutengeneza chakula ili mtu anaitwa Amnon akule. Maandiko hivyo inasema basi Amnon akaweza kurape Tamari. Na nataka uelewe hapa, hawa ni sisters, ni brother and sister. Sasa brother akarape nani?
Sasa ndio nimekuambia madhabahu ya pili Daudi aliweza kuinua ni madhabahu ya adultery, ambayo aliweza kulala na mke wa wenyewe, akainua madhabahu ya adultery. Sasa imekuja kutawala katika nyumba lake, maana maandiko imesema sitaweza kuondoa ukame katika nyumba lako. Sasa Biblia inasema Amnon akaweza kuleta Tamari ambaye alikuwa ni dada yake. Absalom alikuwa ni ndugu ya Tamari. Maandiko inasema akaweza kusikia vibaya, maana ndugu yake ameweza kuleta dada yake. Biblia inasema hapo 13, baada ya miaka miwili Absalom akaweza kutengeneza sherehe, akaweza kuita ndugu zake wake wote. Daudi akasema yeye hataweza kwenda, lakini akamsihi basi ukaruhusu Amnon aweze kuja tu na familia yake, waweze kuja katika ile sherehe. Maandiko inasema basi wakaja kwenye ile sherehe, naye Absalom akaambia wafanyikazi wake, mtu yule atakapokunywa divai na aweza kulewa kabisa, muweze kumuua, na mimi ndiye nimewaamrisha hivyo. Ugoshomoro wa Ngai. Maandiko inasema wakati walikokuja katika sherehe, akaweza kutoa wale watu wafanyikazi wa Absalom, wakaweza kuua mtu alikuwa anaitwa Amnon, maana aliweza kuua, aliweza kulala na kulipa dada yake. Hayo ni madhabahu ya